Na mtazamaji wa Stein TV, karibu sana katika taarifa mbalimbali za kimichezo. Kubwa zaidi kuhusiana na historia za nyuma ambazo ziliwahi kubamba katika ulimwengu wa soka. Leo tutaangazia kwa kina zaidi kuhusiana na kombe la dunia kutoka miaka ya nyuma. Mimi naitwa Jonas Nixon. Karibu sana. Kama unavyoona mkono wangu wa kushoto, ninao pia wachambuzi wangu katika siku ya leo. Huyu ni Mr. Shum pamoja na Brother Michael kwa ajili ya kuweza kuchambua masuala ya kisoka zaidi. Karibu sana. Mambo vipi? Salama tu. Mko fresh? Tunamshukuru Mungu. Bora kama mmepoa hivi. Hapana, tunashukuru Mungu. Aliyetupa kwa siku nyingine tena hapa. Ndio. Kwa ajili ya kuweza kuwapitisha kwenye mawili matatu. Bwana, leo bwana nimeangalia kuna kizazi ambacho huenda zile historia za nyuma wanajua kombe la dunia lipo, lakini hawajui kwamba mwaka gani liliweza kuanza, vitu gani ambavyo vilijiri mpaka likawa kombe la dunia mpaka sasa hivi. Kwa hiyo leo lengo kubwa ni kuweza kuhabarisha vijana na baadhi ya watu ambao walikuwepo kipindi kile huenda wamesahau, lakini tunawakumbusha kwa kina zaidi. Bwana, karibu sana. Okay, asante. Unajua ukiwa unazungumzia kombe la dunia, unazungumzia mashindano ambayo yanaangalia na watu zaidi ya bilioni 5 dunia nzima. Kwa mfano kama episode iliyoisha ya mwaka 2022 kule Qatar, inasemekana watu zaidi ya bilioni 5 waliangalia mechi ya finali. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yanaangaliwa na yanatazamwa sana na watu wote duniani. Na kwa mwaka huu tutakuwa na episode ya 23 tokea kombe la dunia limeanzishwa. Kombe la dunia kwa nini lilianza? Unajua tuna FIFA ile ni shirikisho la mpira wa miguu duniani. Shirikisho la mpira wa miguu duniani lilianzishwa mwaka 1904. Na baada ya kuwepo ilivyoanzishwa mwaka 1914 kutokea vita ya kwanza ya dunia ambayo ilienda mpaka mwaka 1918. Baada ya vita ya dunia, kwa hiyo dunia ilikuwa sehemu ambayo sio ya amani, watu walikuwa wanalumbana, katokea na migomo, watu mbalimbali wanapambana. Sasa ikaona angalia ni kitu gani kinaweza kuleta pamoja. Moja wapo ikaonekana ni kwamba ni kombe la dunia linaweza likasaidia. Na alianzia kule Amerika ya Kusini katika nchi ya Uruguay. Nchi ya Uruguay ndio walikuwa wenyeji wa mashindano ya kwanza hiyo mwaka 1930. Na vile vile Uruguay ndio akaweza kubeba hilo kombe, lakini ikaendelea angalau mwanzoni haikubamba sana, lakini kwa sababu nchi nyingi zilizoshiriki kwenye mashindano zilikuwa zimetokea kule Amerika ya Kusini pamoja na Amerika. Lakini mwaka 1934 yakamiwa kule Italy. Tena Italy kipindi anafanyika kule Italy ilikuwa chini ya utawala wa bwana mmoja anaitwa Benito Mussolini. Huyu anahesabika kama mmoja wa madikteta, madikteta ambao nadhani kwenye historia unajua kwamba ndio walishiriki na Adolf Hitler ndio walikuwa watu wazito sana wakubwa kipindi hicho, walikuwa na wameashiria kwenda kuanzisha ile vita ya pili ya dunia. Maana yake wao walikuwa ni wanajiamini sana. Sasa ikafanyika Italy na Italy wenyewe wakaweza kubeba hilo kombe. Of course kwa mara ya kwanza na Italy mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 30 Uruguay ndio aliweza kubeba, lakini mwaka 34 ilivyofanyika kule Italy wenyewe ndio wakaweza wakabeba wenyeji. Lakini mwaka 38 vile vile kipindi hicho ambacho Italy ilikuwa ina nguvu kweli chini ya Benito Mussolini, dikteta na rais wa nchi ya Italia kipindi hicho. Mwaka 1938 wakachukua tena Italy, lakini alifanyika mashindano yalifanyika nchini Ufaransa. Sasa baada ya hapo kwa kuwepo na gap, maana baada ya mwaka 38 ikatokea vita ya pili ya dunia. Hawa kuwepo na Ujerumani chini ya Hitler, kuna Benito Mussolini alikuwepo hapo na mfalme kule Spain, ndio walikuwa wanapambana kuna vita ya pili ya dunia. Lakini kuna nchi nyingine za Kiingereza hizo chini ya utawala za Kiingereza, kwa vita ya pili ya dunia ikasumbua sana dunia. Unaona mpaka yale mabomu ya Hiroshima na Nagasaki kule Japani yakapelekea kwamba kutokuwa na mashindano kwa sababu dunia haikuwa katika kipindi cha amani. Kwa hiyo ikapelekea mpaka mwaka 1950 ndio kombe la dunia likarudishwa tena. Alivyorudishwa kwa sababu alikufanyika Ulaya, kama kukumbuka hapo edition mbili za nyuma, mwaka 34 kule Italia na mwaka 38 kule Ufaransa. Sasa mwaka 50 hawakuweza kwenda Ulaya kwa sababu Ulaya kilikuwa kama ndio kisiki cha vita ya dunia. Machafuko. Kwa hiyo ndo kama kwenda wapi? Wakaenda Brazil. Brazil ndio alikuwa mwenyeji. Nakumbuka mechi ya kwanza ilichezwa kwenye uwanja wa Maracanã. Maracanã ilikuwa bado ni uwanja mkubwa. Sasa baada ya hapo kutoka Brazil mwaka 1950 Brazil alikuwa mwenyeji chini ya wachezaji wake na timu yake ya taifa akiwa zaidi ya mashabiki 200 200,000 I mean waliweza kupigwa na Uruguay. Unaweza kusema ndio historia fupi ya kuweza kuanzisha kombe la dunia. Mchambuzi mwenzangu kama alivyosema ameeleza vizuri
Kuna matukio nilitaka kidogo niyakumbushe kwenye kipindi hicho alichoeleza cha kuanzia mwaka hiyo 1930 mpaka kuja 50. Kuna matukio mawili makubwa yalitokea katikati kwenye kombe la dunia. Ndio. Kwanza kama alivyosema kwamba Italy aliweza kubeba akiwa mwenyeji, baadaye akabeba akiwa ugenini. Kuna kitu cha ajabu kilitokea na ambacho sijui sasa hizi kimichezo kama kinaweza ikafanya kazi. Ni kwamba Mussolini alikuwa anawatishia wachezaji wake, anawaambia mkifungwa anawaua, yani Kiingereza anasema intimidation. Kwa hiyo alikuwa anajituma akijua kwamba tukijichanganya tu kimenuka. Lakini nafikiri pia na ujuzi ulichangia, utaalamu ulichangia. Siwezi kuamini kwamba unamwogopesha mchezaji kwamba unaweza kufunga na kuua. Lakini pia kuna tukio lilitokea kama alivyoeleza mwaka 1950 wakati kombe la dunia lilifanyika nchini Brazil. Finali ilikuwa kati ya Brazil na Uruguay. Ndio. Kuna mchezaji mmoja alifanya makosa makubwa sana, goalkeeper alikuwa anaitwa Mikel Barbosa. Alifanya makosa akajifunga goli la kizembe. Sasa kwa sababu Brazil walikuwa na spirit ya mpira, yani mpira kwao ni maisha. Wanautaka sana. Mchezaji walimtishia kumuua na maisha yake baada ya hapo alikuwa ni hatari sana. Yani aliishi maisha ya kujificha mpaka tamani kujua, jamii yote ikamtenga. Sio kana kosa ambalo alifanya ndani ya kombe la dunia. Yani jamii nzima, yani nchi nzima akamwona kama akatangaza uadui wa nchi kutokana na kosa hilo goli. Yani alitengwa na nchi nzima. Imagine tokea mwaka 1950 mpaka amekuja kufariki miaka 2000 mwanzoni. Yani zaidi ya miaka 50 umetengwa na nchi nzima. Unajua inaweza ikatokeaje mtu anatengwa na mtu mmoja lakini anajisikia vibaya. Imagine nchi nzima hapo anataka kuua. Hata mtoto akuelewe yani. Bwana, tuame kidogo. Tumeona katika kombe la dunia matukio ni mengi sana. Labda ni mchezaji gani ambaye aliweza kuacha historia kubwa ambayo ni nzuri kwa mashabiki, lakini pia katika upande wa mbaya tumeshatoka kwa goalkeeper, historia ambayo ni nzuri kwa mchezaji ambaye aliwahi kutenda katika kombe la dunia mpaka sasa hivi na alivunja rekodi kubwa sana. Okay, yani mmoja wa wachezaji ambao kombe la dunia unazungumza, of course kila edition, yani useme kila michuano ile, of course baada ya miaka 4 kuna wachezaji ambao wanafanya vizuri, lakini wachezaji wako naweza nikasema kwangu mimi ni wachezaji watatu. Kuna Pele mwaka 1958 na mwaka 70. Ameiongoza Brazil mechi nyingi sana na alipiga goli tunaita, yani sisi huku Tanzania tunasema ni tic tac, lakini sasa kiufundi inaitwa bicycle kick. Ndio yani ni bicycle kick. Alifunga ile mwaka 1958 wakiwa wanacheza na Sweden. Brazil ishinda 4-2 huko Sweden, kwa sababu Sweden alifika finali na Sweden. Lakini vile vile na kombe la dunia la mwaka 70 ambapo Brazil walipiga Italia goli 4-1. Kiwango cha Pele kilikuwa ni kikubwa sana sana. Lakini vile vile mchezaji mwingine ambaye nikamuona kama ni mchezaji ambaye ameacha historia na legacy kubwa kwenye kombe la dunia, lakini huwa haimbwi, alikuwa mpaka sasa hivi, anaitwa Mane Garrincha. Mane Garrincha alikuwa ni mchezaji wa Brazil mwaka 58. Pele of course alikuwa ni mdogo, Garrincha alikuwa tayari ni mtu mzima. Alicheza vizuri lakini sifa nyingi zikaenda kwa Pele, lakini mwaka 62 mechi ya kwanza tu Pele akaumia. Kwa hiyo nguvu nyingi sana ya Brazil ikabaki kumtegemea Garrincha. Mane Garrincha ndiye aliongoza Brazil mpaka kutoa kombe hiyo mashindano yaliyofanyika huko nchini Chile. Lakini mwingine ambaye tunaweza tukasema kwamba ameacha historia legacy na ni nzuri ni Maradona. Uwezo kuzungumzia kombe la dunia bila kuzungumzia Maradona, sasa kwenye mashindano ya mwaka 1986 yale ambayo yalifanyika huko Mexico. Ana goli lake la mkono, yeye anaitaga mkono wa Mungu, alifunga Uingereza kwa sababu hapo VAR likahesabika, lakini vile vile kuna goal alilowapita wachezaji 6, anaenda manake kwenye finali alifunga magoli 2 na akaiongoza Argentina ikaweza kubeba kombe. Na ulikuwa unaona kabisa ni one man army, yani jeshi la mtu mmoja alipambana yeye kuiongoza timu. Wapo wachezaji wengi lakini kwa leo unaweza kaenda na hao tu. Okay, ushindani ulikuwa ni mkubwa sana. Unachokuongezea? Nataka niongezee kwa ndugu mchambuzi. Nazungumzia wachezaji ambao wameacha historia kubwa wameacha legacy kubwa kwenye mpira. Muelezea Maradona, lakini pia kwa miaka karibuni kuna mchezaji anaitwa Roberto Baggio kwenye kombe la mwaka 94. Tayari akiwa kwenye hatua ya penalty shootout. Alikosa penalty ambayo ilikuwa ni mkwaju wa muhimu sana kwa mwisho, na msimu huo alikuwa na msimu mzuri sana kwa mchezaji tegemezi sana. Kwa hiyo akakosa. Lakini pia story nyingine ya uchungu ambao huo nafikiri hata vijana wa karibuni wanaukumbuka ni wa mwaka 2010 ambao Luis Suarez alishika mpira kwa mkono ambao ulikuwa unaonekana kabisa kwamba anaenda kuwa goli dhidi ya Ghana.
Asamoah nafikiri ndo alikuwa ndani ya box kale mkwaju wa penalty. Sio ndani ya box, yani mpira ushapigwa, goalkeeper alishakuwa nje ya target. Kwa hiyo mpira unaenda wavuni na hapakuwa na namna nyingine ya kuokoa tofauti na mikono. Kwa hiyo akauokoa. Kwa hiyo ilikuwa na pande mbili. Kwa Waruguay walimuona kama shujaa sababu aliwaokoa, na penalty ilipopigwa ikawa imekoswa. Lakini kwa upande wa Afrika wa Ghana kufia timu, kadi ya kufia timu hiyo. Lakini kwa upande wa Ghana ilibaki kama kidonda kwa Afrika mpaka leo. Afrika wote walikuwa ni mara ya mashindano yanachezwa Afrika, na ndio timu tulionayo kwamba inaenda nusu finali, na walikuwa na kizazi kizuri maana hata finali wangeweza kufika. Natokea hapo Suarez alichukiwa, wa Afrika walimuona kama adui. Kwa hiyo ni baadhi ya matukio ambayo kwa kweli mashabiki wa Liverpool tunampenda sana sasa. Hiyo of course imepita. Labda ni timu gani ambayo tumezungumzia rekodi za wachezaji waliofanya vizuri, waliocheza vibaya, waliofanya vibaya, lakini pia rekodi zimekuwa ni nyingi sana. Labda rekodi katika timu ngapi ambayo imechukua mara nyingi sana kati ya timu ambazo zilishiriki kombe la dunia katika miaka tofauti tofauti? Okay, ukiangalia kwenye rekodi ya kombe la dunia tunazo timu 3. Ya kwanza ni Brazil. Brazil amechukua mara 5, mwaka 58, mwaka 62, mwaka 70, 94 na 2002. Lakini sasa hivi ana ukame wa zaidi ya miaka 24 bila kombe hilo. Lakini vile vile tunaye Ujerumani amechukua mwaka 54 Ujerumani, lakini vile vile baada ya mwaka 54 amechukua tena mwaka 74, amechukua mwaka 90, lakini amechukua tena 2014. Sasa inaonekana kumbe kwenye 4 German bwana anafanya vizuri, maana yake amechukua 54. Kuna Italy pia, Italy naye pia Italy pia naye amechukua mara 4, maana yake amechukua amebeba ubingwa mwaka 34, 38, 82 pamoja na 2006. 2006 nakumbuka yeye alikuwa kina Buffon ni goalkeeper na mchezaji bora wao kipindi kile. Cannavaro walikuwa na vizazi vya dhahabu vya timu za Juventus, AC Milan na Inter Milan walifanya makubwa. Lakini hapo unaona kuna Argentina pia amechukua mara 3. Manake Ujerumani amechukua mara 4, Italy amechukua mara 4, Brazil mara 5, Argentina mara 3. Manake ni mwaka 78 na mwaka 86 pamoja na 2022. Wengine ni mara 2 tu, kwa mfano kama Ufaransa 98 na mwaka 2018. Labda kwa kumalizia, tumezungumzia kwa timu za wenzetu tunaita watu weupe. Labda sisi hapa Afrika timu gani ambao pia kombe la dunia miaka tofauti iliweza labda kufanya sisi wa Afrika tuenishe? Kuna nini, tunazungumzia timu kama Cameroon. Kwenye edition ya mwaka 1990 iliyofanyika kule Italy. Cameroon alifanya vizuri. Walikuwa na mchezaji wao Roger Milla. Roger Milla yeye alikuwa ameshastaafu mpira, yuko kwenye mambo yake mengine, ila akaombwa na nchi na rais wa kipindi hicho kwamba bwana arudi kuipambania timu kama mchezaji. Akarudi akiwa mchezaji na mpaka sasa hivi nadhani bado ndo anashikilia rekodi ya mchezaji mwenye umri mkubwa kucheza kombe la dunia na kufunga goli. Unaweza kukariri labda alikuwa na miaka mingapi? Alikuwa na miaka 42. Alirudi kucheza mpira akiwa miaka 42. Tena alifunga goli dhidi ya Colombia. Colombia alikuwa na golikipa wao Rene Higuita, alikuwa anadaka mpira kwa kutumia miguu kwa nyuma. Sasa alikuwa anaweza kwenda mpaka katikati hivi, anaenda mpaka katikati ya uwanja, anafanya michezo. Sasa ikapigwa counter attack, Roger Milla bwana akautia mbele, akatia kamba. Germany Cameroon walifika mpaka robo finali mwaka huu 1990. Lakini vile vile kuna Senegal ilikuja na kizazi cha dhahabu. Wanashiriki kombe la dunia kwa mara ya kwanza mwaka 2002. Mechi ya kwanza wanapiga bingwa mtetezi Ufaransa ya kina Zidane, ingawa Zidane mechi ya kucheza alikuwa na injury, lakini walikuwa bado wengine akina Thierry Henry na akina Batezi, akina Sylvain Wiltord ilikuwa imesheheni Lilian Thuram, lakini wakapigwa na Senegal. Sasa Papa Diop ndo alifunga goli la ushindi pekee, ilikuwa ni goli 1. Sasa baada ya hapo wakaenda mpaka robo finali. Robo finali nakumbuka wamecheza na timu ya Uturuki. Kipindi kile dakika 30 zile za nyongeza hazikuwa zinachezwa kama sasa hivi. Kipindi kile ilikuwa inaitwa goli la dhahabu. Anayepigwa goli la pili mechi inaisha. Kwa hiyo dakika ya mpira unaishia hapo, zilikuwa zinaisha. Sasa nadhani ilikuwa ni kipindi cha pili cha dakika za nyongeza. Alikuwepo jamaa mmoja anaitwa Hassan Suku ndo alipeleka kilio kwa Afrika, wakapigwa
goli la dhahabu, hilo goli moja tu na mpira ukaisha. Basi mwaka huo ndo Uturuki akaingia nusu finali, bahati mbaya naye akapigwa na Brazil goli 2-0. Brazil akaenda kuchukua kombe la dunia dhidi ya Ujerumani ya Oliver Kahn. Lakini mwingine wa tatu wa Afrika aliyefanya vizuri pia kuna Ghana mwaka 2010. Naye alishago finali, ila aliyewazidi wote, lakini sasa wewe ulikuwa umesema weusi, lakini yeye ni Mwafrika, ni Morocco. Edition ilipita 2022 alifika nusu finali baada ya kumtoa Portugal mechi ya robo finali, akaingia nusu finali. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni Morocco tu ameshafika nusu finali, alafu na hizo tatu ambayo Senegal, Ghana pamoja na Cameroon ambao wamesha robo finali. Labda kwa kumalizia msimu huu zipo timu 48 kama ilivyokuwa hapo awali, zipo timu 32. Labda itakuwa ni kombe la dunia la aina gani? Umeona kuna ongezeko la timu kadhaa. Mimi inacho kiona kwenye edition ya mwaka huu, kwanza pia taasisi Afrika tunafurahi, maana yake Afrika kwa tunapeleka timu 5. Lakini edition ilivyoongeza, maana yake tutakuwa na timu 9 kule. Ushindano utakuwa ni mkubwa, burudani kwa watu itakuwa ni kubwa, possibility ya kupata timu za Afrika ambayo itakuwa ni kubwa, possibility yanavyokuwa na wachezaji wengi pia wanatengeneza mazingira kwa nani, timu nyingi mimi nakuwa natengeneza possibilities za kufanya vizuri zaidi. Lakini vile vile tunaangalia mashindano ambayo sasa hivi mpira umekuwa karibia nchi nyingi zina uwezo wa kifedha, ligi nyingi zimekomaa hata za Kiafrika. Tulikuwa tunaangalia hapa Champions League za Afrika, unaona wachezaji wengi wetu wako vizuri. Kwa hiyo mashindano ambayo yatakuwa kwa kweli ya mfano, naamini yatakuwa ni bora, maana yake ongezeko la timu 16 kwenye edition ya mwaka huu itakuwa ni kitu kizuri sana. Kwa kumalizia kabisa hapa, Brother Michael, labda una cha ziada kidogo? Labda ambacho kimesahaulika. Tukizungumzia kombe la dunia ni mambo ni mengi, huwezi kumaliza kwa haraka. Lakini labda tu nitaka nikumbushe kitu ambacho watu wengi waga hawajui. Kuna kitu kinaitwa Puskas. Ni award, ni tuzo ya goli bora ya mashindano. Labda kwa niaba ya watazamaji wa Stein TV, tafsiri la neno ambalo umetaja. Of course hiyo sio tafsiri, ni maana kwa sababu huyo Puskas ilikuwa ni jina la mtu. Jina la mtu. Ambaye alikuwa ni mchezaji wa nchi inaitwa Hungary. Alicheza kombe la dunia ambayo finali wacheza dhidi ya Ujerumani. Lakini katika msimu huo alikuwa bora sana. Alifunga goli nyingi na kila goli aliyokuwa anafunga ilikuwa bora. Kila goli ilikuwa ni goli ya ufundi, ya kifundi. Yaani kila mechi goli linabadilika. Alifunga leo, kesho anafunga bora zaidi. Tena kilichokuja kufurahisha zaidi miaka hiyo bwana, yeye alikuwa anacheza Real Madrid. Kipindi kile ndo wakina Real Madrid ilichukua Champions League miaka 5 mfululizo. Walikuwa na Puskas, yeye anafunga, yani yeye kila mechi alikuwa anafunga na akifunga ni goli bora. Na ndio maana yeye alicheza, ndio mchezaji pia mmoja kati ya wachezaji ambao walibadilisha uraia huko Ulaya. Alikuwa anacheza Hungary, lakini baadaye maana yake kwa sasa sema Hungaria, sio Hungaria, lakini inaitwa Hungary. Baadaye akawa amehamia Spain kule, kwa sababu kama unataka kucheza huku Madrid inabidi ubadilishe uraia ili ucheze timu yetu ya taifa. Kwa sababu hapo ndo alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kuja kwenda kombe la dunia. Kwa hiyo moja kwa moja maana ile goli, yani kama unataka kusajiliwa Real Madrid uje moja kwa moja usio Ulaya. Hapana, wao walimuona yule mchezaji kama tegemezi ile kipaji chake, alafu kipindi cha Spain na rais wao alikuwa ana nguvu, anapenda yeye, analazimisha taifa kubwa, lazima bwana huyu mtu kama ataka kucheza huko kwetu, na ndo Madrid ni timu kubwa, asingekataa. Kwa hiyo akakubali, akabadilisha uraia kutoka Hungary akawa Hispaniol. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, ina maana ikabatizwa kwa heshima ya yule bwana, ikabidi goli bora hiyo tuzo yetu Puskas Award, tuzo ya Puskas, kwa sababu ndio mchezaji ambaye kihistoria amefunga goli bora nyingi katika historia ya mpira. Kwa hiyo watu wanaona Puskas, sasa Puskas ni nini? Kwa sababu mchezaji yule alifunga goli bora sana, Ferenc Puskas. Kwa hiyo wakamfanyia heshima kwamba mchezaji afunga goli bora iitwe tuzo la Puskas. Bwana, asante sana kwa historia kadha kadha. Unajua kuna baadhi ya vijana bwana kidogo umetufunua macho. Unajua kwa rekodi ambazo zimetajwa kuanzia miaka 50 na ngapi, vijana wanacha kujifunza. Asante sana kwa muda wenu Mr. Shum pamoja na Brother Michael. Nashukuru sana. Naam, mtazamaji wa Stein TV, au ni wachambuzi wa masuala ya kabumbu kutokea Tanzania, kutokea katika mkoa wetu Kagera, Mr. Shum pamoja na Brother Michael wameweza kutoa uchambuzi wa kina zaidi, lakini pia wameweza kutoa baadhi ya rekodi nyingi sana. Kwa wewe ambao ulikuwa unajua, huenda umesahau, umekumbushwa, lakini pia kwa wewe ambao ulikuwa hujui, unala kujifunza hapo. Leo tumekuletea rekodi ya kombe la dunia, lakini pia katika upande wa comment
tuwekee unahitaji historia gani katika masuala ya soka. Mr. Shubu na Brother Michael wapo kwa ajili yako, kwa ajili ya kuweza kuletea rekodi mbalimbali. Mimi naitwa Jonas Nixon. Hii ni Stein TV. Bye bye.